Asante sana Profesa kwa kutenga muda na kuzungumza na sisi. Asante. Nianze tu moja kwa moja. Karibu. Katika Wizara ya Uchukuzi, katika kipindi hiki cha miaka minne ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa madarakani. Kitu gani Wizara ya Uchukuzi imeweza kukaa na kusema tunajivunia nacho sana? Kwa kweli viko vingi, lakini kikubwa ninachokiona kwanza ni miradi miwili. Mradi wa reli na miradi ya bandari. Tukianzia bandari ya Dar es Salaam, ukiangalia uwekezaji mkubwa uliofanyika pamoja na maboresho makubwa katika bandari, yamekuwa na mafanikio makubwa na matokeo makubwa zaidi ya tulivyokuwa tunatarajia. Tukizungumza kwa lugha nyepesi kwa mtu ambaye haelewi maboresho na uwekezaji ambao umewekwa. Kitu gani hasa kimeingia kwenye hiyo bandari ambapo tunafahamu wakati wawekezaji wanakuja kelele nyingi sana zilipigwa? Kelele zilikuwepo, lakini kwanza tuwashukuru Watanzania ambao walielewa dhamira ya serikali ya kufanya vile. Ukiangalia maboresho makubwa katika uendeshaji wa bandari na mifumo ya uendeshaji wa bandari kwa viwango vya kimataifa, naweza kusema hivi sasa vipo katika bandari yetu ya Dar es Salaam. DP World ni wazoefu wakubwa katika uendeshaji wa bandari duniani, Ulaya, Marekani na sehemu mbalimbali. Vile vile ukiangalia uwekezaji uliofanyika katika reli ambayo inaunga moja kwa moja katika bandari, hatujaifungua lakini tumeshaanza kuona, kwa sababu sasa hivi tukianzia matokeo ya uwekezaji bandarini, mizigo imeongezeka sana katika kiwango ambacho mizigo inayopita sasa hivi bandari ya Dar es Salaam tulikuwa tumeiotea ipite kuanzia mwaka 2030, lakini immediately mwezi wa 6 tutaanza kutumia treni ya mizigo ya umeme kutoa mizigo bandarini kupeleka katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tuna imani itakuja kuwa na matokeo makubwa sana katika uchumi, hasa katika maeneo ya kodi, lakini vile vile na biashara. Nikienda kwa takwimu nikiangalia kwa wastani bandari ilikuwa inapitisha mizigo tani milioni 15 ikienda mpaka 20 kwa mwaka. Lakini kwa statistics za mwaka huu, kwa speed ya mwaka huu, tuna project tutafika tani milioni 37.5. Katika kipindi cha miezi mitano tu tumefika tani milioni 15. Kwa hiyo naona ni matokeo makubwa sana, yanakwenda kwa spidi kubwa, na sisi ametupa hamasa ya kuongeza kasi katika kuipanua bandari ya Dar es Salaam ili tusije tukakosa hiyo fursa. Kwa hiyo harakati zimeongezeka pale bandarini, lakini kwa Mtanzania nafuu yake ni nini sasa? Ina maana kuna gharama zimepungua au muda wa kusubiri mizigo? Kwa kweli yote, ukianzia kwenye bandari, uendeshaji tu wa bandari. Wakati TPA inaendesha bandari, ilikuwa na gharama nyingi, ikiwemo kutengeneza ile mitambo ya kushusha na kupakia mizigo, lakini vile vile gharama za uendeshaji. Zile zote sasa zimekwenda kwa wawekezaji. Matokeo yake serikali inaokoa zaidi ya shilingi bilioni 30 mpaka 40 kwa mwezi mmoja. Kwa hiyo kwa mwaka mzima ni bilioni 500 tunaokoa katika uendeshaji. Lakini ukija kwenye masuala ya kusubiri, ni kweli kasi ya kushusha mizigo imeongezeka sana. Ukiangalia na kipindi kilichopita, hivi sasa kwa mfano meli za container hazisubiri. Ikifika tu kwenye gati inapakua na kuondoka. Zile ambazo zinachukua muda mrefu ni kule mizigo jinsi ilivyowekwa. Hizi ambazo wanaita general cargo. Unakuta meli imechanganywa, kuna magari, kuna nini. Kwa hiyo upakuaji wake kidogo unachukua muda kwa sababu ya kuharibu ile mizigo. Lakini kwa ujumla tunaiona hiyo nafuu kubwa. Lakini kingine tunakiona ni ongezeko kubwa la kodi ambayo inakusanywa katika upande wa bandari. Kwa wastani bandari inachangia 30% mpaka 40% ya mapato yote ya TRA. Na kwa hivi sasa kwa takwimu tulizonazo ni kama trilioni 11 zinatoka tu pale bandarini. Kuna ongezeko la kama trilioni 1 plus mpaka trilioni 2 kwa mwaka katika makusanyo ya TRA. Lakini vile vile kuna makusanyo yanafanywa na bandari wenyewe, wanaita zile wharfage. Kwa wastani kwa mwezi bandari na retain kati ya 60 mpaka 70 bilioni shillings za Kitanzania. Kwa hiyo sisi imetupa unafuu mkubwa, na bandari ya Dar es Salaam sasa hivi inatuwezesha bandari kugharamia miradi yake yenyewe ya maendeleo, ambayo wakati huo ilikuwa ni fedha zinatoka serikalini. Kwa ujumla tunaona ni matokeo makubwa ya mabadiliko makubwa yaliyofanyika katika bandari ya Dar es Salaam. Unavyozungumza hiyo napata picha kwamba sasa bandari ya Dar es Salaam ina heka nyingi sana. Unaweza kusema pengine imekuwa ndogo sasa kiasi kwamba tunahitaji kuwa na bandari nyingine?
Kabisa. Kwanza mawili. Bahati nzuri hao waliokuja nao ni wataalamu wana uzoefu mkubwa wa bandari. Na wenyewe wamefanya tathmini yao, wakatuambia bandari ya Dar es Salaam tuna utilize only 35 to 40% ya uwezo wa ile bandari. Na ile bandari jinsi tulivyopewa na Mungu, kwa maana ile natural iliyoko pale bandarini. Kwa hiyo cha kwanza, na sisi tukafanya analysis, tukaangalia uwezo wa kuongeza gati mpya. Sasa hivi bandari ya Dar es Salaam ina gati 12. Kwa tathmini haraka haraka, na tumeanza ujenzi wa gati nyingine 10 pale ndani ya bandari ya Dar es Salaam kabla ya kufikiria kwenda sehemu nyingine. Sasa ukiingiza gati 10, bandari ya Dar es Salaam itakuwa na gati 22. Kwa hiyo tayari itakuwa ni bandari kubwa katika ukanda wetu huu wa Afrika ya Mashariki. Lakini vile vile kuna nafasi ya kuongeza gati nyingine 6 taratibu. Kwa hiyo itakuwa 22 mpaka 28 maximum. Katika eneo lile pale unapozunguka posta, taita posta ya zamani. Unakwenda mpaka Kigamboni na kuzunguka upande wa pili. Ukimaliza ile radius nzima upande huku na kupata ile cycle, unaweza kutoa gati 26. Na kwa bahati nzuri wawekezaji wengi wamejitokeza, lakini na serikali iko tayari sasa. Kama nilivyosema, bandari ya Dar es Salaam yenyewe sasa ina fedha za kuwekeza. Bandari yenyewe itawekeza kwenye hizo gati 10, lakini vile vile ili kuzipata hizo gati inabidi tuwe na reli ya SGR kutoka Kurasini mpaka Kigamboni. Hiyo wameshaanza mazungumzo kwa maana ya TPA na TRC kupitia serikali. Ni kitu ambacho tunadhani tunaweza tukakifanya kwa haraka. Kuna gati zitakuwa Kigamboni upande wa Kigamboni. Ukiambana na daraja la Nyerere, ukapitisha SGR, ukifika upande wa pili ni kama umejenga bandari nyingine 3 za Tanga au unavyoniambia magati 26. Ina maana meli 26 zikasimama pale zikawa zinashusha mizigo. Na kama ni ndogo nyingine zinakaa gati moja, meli 2. Kwa hiyo tunaona ni mapinduzi makubwa katika serikali ya awamu ya 6, ambayo ili tu kutufumbua macho kwamba tunaweza tukatumia bandari yenyewe, tukaweka nguvu kubwa ya kufikiri, itapanua sana uchumi wetu. Sasa na hii bandari ya Bagamoyo tunasikia na bandari ya Tanga hazitaua. Kwanza bandari ya Tanga, bandari ya Bagamoyo, kibandari, bandari ya Bagamoyo ni sehemu ya Dar es Salaam. Na tunachokifanya sasa hivi, tukishaingiza hizo gati 10, mwaka huu tunaanza kujenga gati nyingine kubwa pale Bagamoyo. Tunasema ni 3 in 1. Ni gati yenye urefu wa kama kilomita 1 hivi. Hili inaweza kuaccommodate meli za kisasa. Hizo inaitwa post Panamax. Yale mameli makubwa ambayo kwa East Africa hamna sehemu ambapo kuna bandari na ukubwa namna hiyo. Unakuta meli moja ni sana viwanja 4 vya mpira. Kwa pale sehemu tuliopo sasa hivi, ile meli haiwezi kupita. Hizi meli kubwa sasa. Hizi meli kubwa za kisasa. Lakini kwa Bagamoyo, meli zote ambazo tunaweza kuzipata duniani upande wetu wa India zitaweza kutua pale. Kwa hiyo kwetu sisi itatupa nafasi kubwa sana ya kuwa washindani katika kusaidia katika biashara hii ya logistics katika nchi zetu za tunasema ushoroba wa kati, ambao na nchi 7 zinazotegemea bandari ya Dar es Salaam. Lakini immediately ili bandari hii ya Bagamoyo hiwe na manufaa, tunaiunganisha na SGR kuanzia Kwala mpaka Bagamoyo, kilomita 60 hivi. Okay. Tutarudi kuzungumzia hizi bandari kavu, lakini kwanza nataka nijue Tanzania bara mnavyojenga hizi bandari. Dr. Mwinyi Zanzibar kule anajenga naye bandari, anajenga mkoani, anajenga pale Unguja. Mnakaa mnazungumza na kusema nani atachukua kazi gani, au tutakuja kufika mahali tunagombania meli? Hapana, kwanza tuna bahati nzuri bandari zetu zote mbili kwa maana ya Zanzibar na TPA tuna ushirikiano mzuri sana. Na pamoja na TASAC na kule Zanzibar kuna mbadala wake. Kwa hiyo kuna vikao vya pamoja vingi sana ambavyo vinakwenda. Hata ukiangalia bandari ya Bagamoyo ambayo itakuwa ni kubwa, kama kuna mizigo inakwenda Zanzibar, na kuna yale mameli makubwa, huwa anataka akifika sehemu anashusha, anaacha, anakuondoka. Kwa lazima kwenda zile transshipments ambazo mnakuwa mmeshazi identify kwamba ikitoka hapa inaenda kulisha bandari gani. Kwa hiyo sisi tuna uhakika kuna mfumo mzuri wa kuangalia bandari zote kwa pamoja. Haya, tuzungumzie hizi bandari kavu. Kuna bandari kavu iko pale Kwala. Ni Kwala. Nimesikia kwa muda mrefu sana. Bado mpango huo upo, inajengwa.
Na tumefikia wapi sasa hivi? Kweli imeanza muda mrefu. Ni uwekezaji ulifanywa na TPA, na wakati huo ilikuwa na project kwamba bandari ya Dar es Salaam itakuja kupata hiyo msongamano wa mizigo, na ile bandari inatumika kama evacuate mizigo wakati inasubiri safari huko endako. Lakini kwa hivi sasa ile bandari imeanza rasmi mwaka huu. Inafanya kazi, na ukifika Kwala kuna mtu haitafikii kufika Dar es Salaam, kwa sababu huduma zote za kibandari utazipata pale Kwala. Lakini tunataka kuizindua rasmi kwa maana gani? Kwamba hivi sasa tunataka mizigo yote ambayo inakaa muda mrefu bandari ya Dar es Salaam. Tunajua kabisa huu mzigo hautachukuliwa siku 2-3. Ikishuka tu kwenye meli moja kwa moja itakuwa inakwenda pale bandari ya Kwala. Na nchi zote ambazo tunatumia bandari ya Dar es Salaam ambazo ziko 7 tunaita ushoroba wa kati. Tanzania yenyewe ni ya kwanza, lakini kuna Uganda, kuna Malawi, kuna Zambia, kuna Burundi, kuna DRC. Wamepewa ardhi pale Kwala, wameanza ujenzi. Kwa hiyo itakuwa ni bandari kavu nadhani kubwa kuliko zote Sub-Saharan Africa, kwa sababu ina hekta 504. Hakuna bandari kavu kubwa namna hiyo. Sasa hili linatoa nafasi hata zile nchi zenyewe zinaweza zikaweka magodauni yao, zinaweza zikaweka sehemu ya kupokea mafuta, zinaweza zikaweka sehemu ya kupokea bidhaa zote. Lakini rasmi sisi kwa upande wa serikali tumekwishaanza. Tumeshapeleka wafanyakazi pale wa TRA, wa TPA na wengine wote ambao wanahusika katika masuala ya kwa mataifa ya ushoroba wakati mizigo yao ndio watakuwa wanaichukulia pale. Atakayetaka mizigo yake yote akisema mizigo yangu ukishuka tu ni Kwala, watakuwa na uwezo wa kuamua. Na akifika pale ni kama amefika nyumbani kwao. Kwa hiyo kutakuwa na Burundi hapo hapo, kuna DRC hapo hapo na maeneo yote. Na itapunguza sana msongamano wa magari, kwa sababu ukipita kutoka Kurasini kule ile barabara ya Mandela inakuwa kwa kweli utakwisha, kwa sababu ile barabara ya Mandela ilikuwa inaitwa Port Access. Ilijengwa kwa sababu ya bandari. Lakini kwa tathmini tuliyofanya sasa hivi imefika mahala inabidi tubadilike, kwamba tuibadilishe. Kwa hiyo mizigo itakapokuwa inatoka bandarini Port Access sasa itakuwa ni reli, sio barabara tena. Kwa hiyo automatically ama trucks mengi yatakwisha. Yatakuwa labda yanaanzia sasa Kwala kuelekea huko yanapokwenda. Na pale pale bandarini hivi sasa tunajenga matanki 15 ya mafuta. Zinaita farm tanks. Na kila moja ina uwezo wa kuhifadhi cubic meter 30,000 za mafuta. Yapo 15. Sasa 30 mara 15 ni cubic meter 4,500,000. Lakini vile tunajenga bomba la kutoa mafuta bandarini mpaka Kwala. Na pale Kwala kuna wawekezaji wengi sasa wanafikiria kuwa na matanki yao pale. Hata hizi nchi nyingine zinaweza kuwa na matanki yao pale. Kama mafuta yao wanawahifadhi pale, wakishakuwa tayari wanasafirisha kwenda huko kwao. Lakini hata mfumo wa SGR hivi sasa tumeagiza behewa 200 za kubeba mafuta ambazo zipo kiwandani. Tutakapokuwa tayari zinaingia na kuanza kubeba mafuta kupeleka hizo nchi za ushoroba wa kati. Umesema bandari ya Bagamoyo na ya Dar es Salaam ni bandari moja kimsingi. Kimsingi ni bandari moja. Mawasiliano yake yatakuwaje sasa pale? Kwanza komandi ni mtu mmoja. Kuna mkurugenzi wa bandari. Imekuja meli kubwa ambayo haiwezi kuingia bandari ya Dar es Salaam. Hiyo moja kwa moja itakuwa directed kwamba inatia nanga Bagamoyo, ambapo kuna gati lenye urefu na ulingana na hiyo meli. Na mizigo inafikaje sasa kama inakuja Dar es Salaam? Kuna SGR. Ikishuka pale inaingia kwenye SGR. Kunakuwa na port link ya reli. Kama sisi kwa hivi sasa gati zote za bandari ya Dar es Salaam zitakuwa zimeungwa na mfumo wa reli. Ama SGR, ama MGR, ama CGR. CGR ni Tazara. Tutakuwa na gati 2 zimefunga moja kwa moja, ukitoka baharini unaingia kwenye Tazara, unaenda unapokwenda. SGR ndio huu mfumo wa bandari ya treni zetu za umeme. Kwa hiyo kutakuwa na SGR kutoka Bagamoyo mpaka Dar es Salaam au itapitia wapi? Ukiangalia bandari jinsi ilivyo, tunasema port link. Pale port link kuna SGR. Ukishawasha ile treni yako ya umeme unaweza kwenda kokote unakotaka sasa. Unaenda Mwanza, unaenda Dodoma, ukifika Ruvu pale unakata kona unaelekea Bagamoyo. Ukitoka Bagamoyo hivyo hivyo, una mzigo wako unataka kwenda Dodoma. Umeupokelea Bagamoyo. Unakuja na treni hiyo unakata mpaka Ruvu, unakata kona unaelekea huko. Na sasa SGR yote ikikamilika mpaka
mpaka mwisho. Na kutakuwa na bandari kavu nyingine zitazidi kusogea juu kule, ili watu wanatoka Burundi na Rwanda huko kabisa. Kwanza bandari kavu nyingine kubwa itakuwa Isaka, ambayo inalingana na Kwala. Kuna Kwala, kuna Isaka, lakini katikati hapa kuna Ihumwa, Dodoma, kuna Katosho, Kigoma, kuna Fela, Mwanza. Kwa hiyo maeneo yote ambayo yapo karibu na bandari za maji, immediately kunakuwa na bandari kavu, ambayo mizigo inatoka kama imejaa bandarini, inafika sehemu, wanaikagua, wanaipaki, wanaipackage, wanairepack na kuiandaa kwa ajili ya safari. Na bahati nzuri tena sisi tuna ushirikiano mkubwa na serikali ya Kongo. Tumesaini nao mkataba kwa na hizi bilateral projects ambazo tunafanya kwa ubia kati ya Tanzania na DRC. Sisi tumewapa hekta 45 pale Kwala, lakini wao wametupa hekta 60 ndani ya DRC. Okay. Ikiwemo pale karibu na Kalemi tuna hekta 15, kuna sehemu nyingine Kasumbalesa na maeneo mengine. Kwa mtajenga bandari kavu kule? Yes. Tunazijenga zinakuwa ni za TPA lakini ndani ya DRC. Kama wao watakavyojenga Kwala ndani ya Tanzania lakini bandari kavu ya DRC. Kwa hiyo bandari ya Bagamoyo pia itakuwa inaendeshwa na DP World na TPA. Yes. Ya Dar es Salaam ni inaendeshwa na DP. Actually kuna confusion. Bandari zote ziko chini ya TPA. Zote. Okay. 100%. Sasa pale upangishaji na uendeshaji ni watu tu wanapoangalia. Kama kuna mtu amejitolea na uwezo wa kuendesha, ataendesha. Lakini vinginevyo TPA ndiye anaendesha. Okay. Na maanake watu wengi wakisikia wawekezaji wamekuja kwa mfano katika hizi bandari zetu, unataka kufahamu mathalan kuna swala la ajira. Kuna Watanzania kiasi gani wanapata ajira pale ndani badala ya pengine ajira kutolewa kwa watu ambao wanatoka nje ya nchi pamoja na kwa ni wawekezaji? Kwa kweli swala la ajira mimi naliona impact yake ni kubwa sana. Kwa mfano ukichukua DP World wenyewe wameajiri watu zaidi ya 2,800 wa Tanzania 2,800, na hizo ni direct employment ambazo ni formal na wanasema ni decent. Na ni impact kubwa ambayo tunaipata ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo uwezo ukapata sasa hivi uajiri watu kwa kupu katika kiwango hicho. Na wanalingana na ambao tuko nao katika mashirika yetu mengi, ukichukua TRC, ATCL na nini. Kwa hiyo nadhani hiyo ni impact kubwa. Hapa hatujahesabu hizi ajira nyingine ambazo zinatokana na mnyororo mzima wa kuhudumia mizigo. Sawa. Tuingie na tuangalie viwanja vya ndege. Sasa hivi tuna viwanja vingapi ambavyo unaweza kusema vina uwezo wa kupokea ndege kubwa labda au na wageni wengi wakati mmoja? Hivi viwanja vikubwa tunaviita kuanzia category 4 na category 4C na kuendelea. Ukiangalia kwa ndege kubwa kabisa uwanja wa Dar es Salaam, ambao unaweza kutua ndege labda Boeing 777. Lakini hivi vingine vikubwa vinaweza vikatua ndege za labda tulizonazo kama hizi Max 737, ile Airbus A220 na Dreamliner. Tuna Mwanza, tuna Mbeya kwa maana ya Songwe na Dar es Salaam pamoja na Zanzibar. Hivi vingine vyote vingi kwa kutokana na ufupi wa runway Q400 ambayo ni Bombardier ndio hasa iko common. Kwa capacity kwa mfano ya Julius Nyerere ni karibu sawa na ya Abeid Amani Karume Zanzibar. Na Mwanza. Hivyo ndio viwanja vikubwa kabisa kwa Tanzania na KIA. Sasa uwanja wa KIA, kuna uwanja Arusha. Kwa nini tunajenga tena? Kwa nini tunajenga naona umefanywa ukarabati? Sasa uwanja wa Arusha huwezi kuanza kushindana na KIA sasa. Havishindani kwa sababu vina wateja tofauti. Ukiangalia KIA mara nyingi zile ni long distance, ni mandege makubwa. Yanatoka mbali, watu wanashuka pale, then wanatafuta pa kwenda. Lakini uwanja wa Arusha ukiangalia unatumika sana kwa hizi ndege ndogo na watu ambao wanaunga kwenda kwenye maeneo ya utalii na hakuna mpango wa kukitanua kikabeba ndege kubwa au kile cha Arusha. Cha Arusha. Tunaangalia na lojiki yake tutakuwa tunajaribu kupata nini, lakini tutakachoweza kukifanya ni kukiupgrade kiweze kupokea watu kuingia na kutoka nje ya nchi.
lakini kuliko kukipanua. Bado tunaona KIA inatosha kukidhi mahitaji ya watu wanaotoka mbali na madege hao makubwa. Lakini kile ni ideal kwa hali pale jinsi kilivyo. Kiwanja gani Tanzania kina heka nyingi, kiko busy? Kwa sasa nadhani Abeid Amani Karume ina miluko mingi sana ya ndege. Hata cha Arusha kwa ukichukua vindege vidogo vidogo miruko ni mingi sana. Na Dar es Salaam. Zanzibar zaidi za kimataifa. Nyingi ni za kimataifa na nyingi ni za moja kwa moja zinatoka masafa marefu. Na bado nimeona Zanzibar wana mpango wa kuongeza viwanja vya ndege. Nadhani ni uamuzi sahihi. Sababu Zanzibar bado inavuta sana dunia. Ukiangalia mtalii yote duniani akitaja vitu viwili vitatu lazima Zanzibar itakuwemo. Kwa hiyo Zanzibar ina nafasi kubwa ya kupanua viwanja vikubwa kwa ajili ya hizo ndege kubwa zinazotoka mbali. Sasa wakifika pale ndio wanachukua vindege vingine, sasa wanaenda Arusha, wanaenda wapi na kwenda Arusha. Mara nyingi watu wakija, watalii wanakuja pale kwa ajili ya mapumziko ya kwenye fukwe za bahari. Lakini unaona wakisafiri kwa ndege kwenda Serengeti na Ngorongoro. Na nimeona kuna mpango wa kujenga uwanja wa ndege Mara kule, sio? Serengeti, lakini Mugumu. Kwa nini mnajenga uwanja kwenye hifadhi? Kwanza haujengwi kwenye hifadhi ule uwanja. Ni nje kidogo ya hifadhi. Karibu na hifadhi. Karibu na hifadhi. Hatatisha wanyama sasa, maana kuna vitu vya kutizama hapa. Hawatatisha kwa sababu kwanza wazo hilo lilikuwepo muda mrefu. Na kumekuwa na mawazo mengi. Kwa hiyo ule muda mrefu umesaidia, watu wamefanya tathmini kubwa sana wa ndani na nje, mpaka zile taasisi za kimataifa zinazoangalia masuala ya mazingira zikaweka mwongozo kwamba kama uwanja utajengwa pale ujengwe vipi. Kwa hiyo na serikali imezingatia hilo. Lakini vile vile ni ukweli usiopingika kwamba lile eneo linahitaji uwanja. Sasa ni mdogo au ni mkubwa uwanja utakaojengwa pale? Hautakuwa mdogo, lakini vile vile hautakuwa mkubwa sana. Utaangalia soko lililoko pale. Ukiangalia makampuni ambayo tayari yameshaonesha nia, ni yale makampuni yana package tourist, wana watalii wao, wengine wanatoka Korea, sijui wanatoka wapi. Sio kama hizi charter planes ambazo tunaziona zinatoa Zanzibar sasa. Yes, yale makubwa yale. Sasa Profesa, hebu niambie, ndege kubwa kama lile inaenda kushuka pale Mugumu, twiga, simba, sio? Hapana, kwa sababu ukiangalia analysis zilizofanywa, kwanza anasema ile itakuwa ni green airport. Kwa hiyo itakuwa ni specialized airport. Kwa hiyo hata hizo ndege zinazokuja wana namna wanavyoangalia sound na nini. Kuna control kubwa, na hata wanaofanya feasibility ni wataalamu ambao wameshaona viwanja vya namna hiyo vinatengenezwa namna gani. Kwa hiyo sisi tuna imani kabisa ni fursa kubwa katika kupanua uchumi wa nchi yetu. Lakini ukiondoa tourism pale, ile eneo lenyewe lina rutuba kubwa sana. Kwa hiyo kuweka viwanja vya ndege ni kukaribisha ule uchumi wa Tanzania kuingia katika soko la dunia. Mimi nilikuwa Arusha juzi na nilikuwa nazungumza na madereva kadhaa waendesha watalii. Wakasema bana, uwanja mkijenga kule, sisi safari zetu za kutoa wazungu KIA na kuwapeleka Serengeti zinakuwa zimekuisha. Mnaua watu wengine huko. Wanaweza wakawa nafikiri hivyo, lakini na sisi tunaangalia tathmini zote, tunaziangalia. Kwa mfano hata Arusha wakati inafunguka, watu walisema ukiweka Arusha Kilimanjaro itakufa, lakini unaona zote zina kila mtu anakwenda kwa namna yake. Hata tulipoanza SGR hapa walisema mkiita SGR mabasi yatakufa, ndege zitakufa. Lakini sasa hivi mtu anakosa tiketi ya ndege, anakosa tiketi ya SGR na mabasi yamejaa. Kwa hiyo ni swala tu la kuamini kwamba nchi yetu inaendelea kwa spidi kubwa. Kila mtu ana nafasi yake kwa namna fulani, lakini sisi kama serikali, kwa sababu ni watunga sera, ni kuhakikisha kwamba tusiue sekta nyingine au activity nyingine kwa ajili ya activity yote, au sisi tunaangalia tuna balance. Kumekuwa na mazungumzo pia ya kufungua eneo la kusini mwa Afrika wa Tanzania, wanazungumzia mitaa ya Mtwara, ambapo kuna sehemu nyingi sana, lakini sijasikia ukizungumzia kiwanja chochote cha ndege katika maeneo hayo. Kwanza kusini tayari tuna Mtwara. Uwanja wa Mtwara uliwekewa taa. Kwa hiyo unaweza ukatumika masaa 24. Lakini pembeni kuna plani ya, kama tunazungumzia kusini, Njombe. Njombe kinajengwa kiwanja kikubwa vile vile cha kimataifa. Kipo kwenye plani, hatujakipa hadhi ya kimataifa, lakini kiwanja ambacho na chenyewe ni specialized. Tumeangalia nature ya Njombe. Kule kuna mazao mengi, lakini vile vile kuna utalii.
Kwa hiyo ni eneo ambalo wawekezaji ambao walikuwa wanakuja, mwekezaji anataka aweke shamba lake la maua karibu ya airport. Zote Tanzania haziwezekani, lakini kwa Njombe ukiangalia is very ideal, climate inaruhusu. Naweza ukaanza sasa kuwaita wale watu wa mashamba. Unawekea runway, tayari maua yanatoka pale yanaingia kwenye ndege, yanaondoka. Na soko ni kubwa sana. Kubwa kweli kweli. Tulipata hiyo dilema. Wawekezaji wanataka kuingia KIA pale. Lakini ukiangalia maua yaliyoko pale ni kidogo mno. Ambao ile volume walikuwa naizungumza. Kwa hiyo tukasema immediately ni opportunity sasa ya kuanza upya. Kwamba unawapanga, eneo ni kubwa, wekeni mashamba yenu ya maua, kuna maparachichi na vitu gani, lakini vile vile pale kuna nafasi ya kufungua ile southern circuit zaidi kwa maana ya Kitulo na maeneo mengine ya utalii. Profesa, nashukuru sana kwa muda wako kusema kweli, na mipango ni mingi ambayo umeizungumza. Na mikubwa. Ni mikubwa, ni imani yangu kwamba hivi tunachokisema tutakuja kukiona. Kabisa kabisa. Na mimi naamini hivyo tutakiona. Asante sana kwa muda wako. Nakushukuru na karibu sana. Karibu tena. Crown Media. Hapa ni nyumbani.